Yanga. Nenda Ulaya, UEFA. Unazungumzia ligi tano bora. Hapo unazungumzia ligi kuu ya Italy, unazungumzia ligi kuu ya England, unazungumzia ligi kuu ya Spain, unazungumzia ligi kuu ya Ujerumani, ligi kuu ya Ufaransa. Hakuna timu kwenye ligi zao msisitizo performance kama Yanga, kwa sababu hata timu kama Liverpool inaongoza ligi kuu England. Performance yake kwa point walizopaswa kuwa nazo na walizo nazo ndio vipimo tunachukua. Hakuna inafikia Yanga isipokuwa kwa Ulaya, ligi kuu 10 bora barani Afrika. Ligi zote timu zinazoongoza kwenye ligi zao katika ligi kuu 10 bora hakuna yenye performance kama ya Yanga. Nikisema ligi kuu 10 bora namaanisha ligi kuu ya Misri, ligi kuu ya Morocco, ligi kuu ya Algeria, ligi kuu ya Tunisia, alafu kuna ligi kuu Tanzania bara ambayo ni ya 6, alafu kuna ligi kuu ya Angola, kuna ligi kuu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuna ligi kuu ya Sudani, kuna ligi kuu ya Ivory Coast. These are the best 10 leagues kwa Africa sasa kwa mujibu wa CAF. Hakuna timu inaongoza kwa performance kama Yanga. Bila shaka nyinyi pia ni mashahidi na wengi kwamba kwenye makaratasi tutarajia Yanga watapata ushindi mnono. Yanga wamekuwa kitoa dozi sana katika siku. Mechi iliyopita wamecheza na wenzao wa Premier inamaanisha Coast Union. Walishinda ngapi? 3-1. Mechi ya nyuma yake walicheza na Kopko ya Mwanza. Walishinda ngapi? 5-2. Kwenye ligi huku wanapiga watu 6-2, 5-2, 4-2 tunafahamu. Lakini wanakutana na Songea United. Songea United kwenye championship ndio wanashiriki. Wako nafasi ya 8, wana pointi 40. Kwa matarajio kwenye makaratasi ni kwamba Yanga leo wanaenda kupata ushindi mnono, sio tu ushindi. Lakini tulichoshuhudia Songea United walikuwa vizuri. Tunafahamu Songea United karibuni wamefanya uwekezaji mkubwa kwenye kikosi chao. Benchi lao la ufundi linaongozwa na kocha Abdul Mingange. Tunafahamu ndiye alipandisha Mashujaa. Yes, meja mstaafu Abdul Mingange alipandisha Mashujaa, alishapita Azam, alishafundisha Ndanda, ni mzoefu. Lakini pia watu wengine wanachukulia poa Songea United kwenye makaratasi, lakini kwenye rasilimali watu, kwenye wachezaji wake wapo ambao washacheza katika ligi kuu. Hapa tunazungumzia Cyprian Sipenyi, tunamjua vizuri. Tena hata mechi iliyopita waliowafunga Tanzania, Police Tanzania bao moja bila, alifunga Kipenyi. Lakini ni timu ambayo ina mchezaji kama Abiud Tambuka, alishiriki kuipandisha daraja Mashujaa, alikuwa Mashujaa. Wana Hassan Kapona, juzi tu alikuwa Tabora United. Ndio beki pale, beki wa kati pale walioanza leo hii. Kwa Hassan Kapona alikuwa wana mchezaji wa kimataifa kutoka Zambia, Isaac Mwenye, ametoka Zambezi, Portland. Wana wachezaji kadhaa ambao wana exposure katika ligi kuu. Katikati pale kuna Sadi Mwanza, Sadi Mwanza Kipanga alikuwepo, lakini vile vile wana mtu kama Steven Katanga, ni wachezaji wazuri. Matokeo yake ni nini? Kocha Mingange na benchi lake la ufundi kwenye mipango kazi kama ilivyotarajiwa walizuia zaidi kutokea chini. Ndio wakawa wakishambulia kwa kushtukiza. Waiache Yanga imiliki zaidi mpira kwa sababu wanajua kwa kiwango chao, kwa daraja lao hawezi kushana Yanga katika open play kwenye kucheza ile kwamba njoo uje uwe. Kwa mpango kazi ni kuzuia kutokea chini. Na wanajua walikuwa wanakutana na Yanga ambayo kwenye ligi kuu Tanzania bara inaongoza ligi. Mechi 22 wana pointi ngapi? 58. Performance 87.87 to infinity around 88. Best performance sio tu Tanzania katika ligi kuu 10 bora barani Afrika. Ligi zote timu zinazoongoza kwenye ligi zao katika ligi kuu 10 bora hakuna yenye performance kama ya Yanga. Nikisema ligi kuu 10 bora namaanisha ligi kuu ya Misri, ligi kuu ya Morocco, ligi kuu ya Algeria, ligi kuu ya Tunisia, alafu kuna ligi kuu Tanzania bara ambayo ni ya 6, alafu kuna ligi kuu ya Angola, kuna ligi kuu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuna ligi kuu ya Sudani, kuna ligi kuu ya Ivory Coast. These are the best 10 leagues kwa Africa sasa kwa mujibu wa CAF. Hakuna timu inaongoza kwa performance kama Yanga, lakini hata duniani kote sasa. Tunazungumzia kwenye ligi tano bora za mabara yote. Kisema mabara yote mwingine atashtuka, duniani ni rahisi. Chini ya mwavuli wa FIFA tunapozungumza duniani, tunazungumzia CAF ambao nimesema ligi 10 bora nimeangalia. Tunazungumzia AFC Asia, ligi 5 bora zikiongozwa na ligi namba 1 kule ni kuna Korea Kusini, kuna Saudi Arabia, kuna Japani, kuna Uzbekistan, kuna Iran. Hakuna timu yenye performance kwenye ligi zao, hapa msisitizo, kwenye ligi zao yenye performance kama ya Yanga. Nenda Ulaya, UEFA. Unazungumzia ligi 5 bora. Hapo unazungumzia ligi kuu ya Italy, unazungumzia ligi kuu ya England, unazungumzia ligi kuu ya Spain, unazungumzia ligi kuu ya Ujerumani, ligi kuu ya Ufaransa. Hakuna timu kwenye ligi zao msisitizo performance kama Yanga, kwa sababu hata timu kama Liverpool inaongoza ligi kuu England. Performance yake kwa point walizopaswa kuwa nazo na walizo nazo ndio vipimo tunachukua. Hakuna inafikia Yanga isipokuwa kwa Ulaya kuna PSG. Yenyewe
imecheza mechi 26, ilipaswa kuwa na pointi 78, ina pointi 68. Ni performance ya 87.18, around ya 87. Yanga ni 87.878787, around 87.9. Lakini kwa Afrika inayofuatia ni TP Mazembe ya Kongo. Imecheza mechi 19, matarajio yana pointi 57 kwa sababu 19 mara 3. Yenyewe ina pointi 50. Ni performance ya 87.72. Kwa hiyo tukizungumza timu tatu duniani kwenye ligi zao zinavyoperform katika duniani, kwa Afrika nimesema ligi 10, kwa duniani huko nimetaja Ulaya, nimetaja Asia, sikutaja kwingine. Kuna CONCACAF ambayo tunazungumzia Amerika ya Kati, Kaskazini na Caribbean. Kwenye ligi 5 bora za CONCACAF ambapo unazungumzia ligi kama Mexico, ligi kama Marekani, ligi kama Nicaragua, Honduras, hakuna timu yenye performance ya kufikia 87.8. Lakini unazungumzia CONMEBOL, Amerika ya Kusini, kule unazungumzia Brazil, unazungumzia Argentina, unazungumza Colombia, unazungumza Paraguay, unazungumza Ecuador, hakuna timu kwenye ligi yake msisitizo yenye performance kama ya Yanga. Unakwenda OFC, Oceania, ule unazungumzia ligi kama ya visiwa vya Solomon, unazungumzia Tahiti, unazungumzia Fiji. Hakuna, zipo nchi kama Vanuatu. Hakuna timu kwenye ligi 5 bora za OFC ambayo kwenye ligi yake na performance kama Yanga. Sasa Songea United ya Championship inakwenda kucheza na timu la namna hii ambalo huwa na pointi 58 haitoshi. Ndio timu inaongoza kwa mabao ligi kuu Tanzania bara, lakini pia kwenye ligi 10 bora barani Afrika kwenye ligi zao hakuna timu inafunga mabao kwa kasi kama Yanga, kwa sababu ukizungumza mechi 22 unazungumzia dakika 1980 imefunga mabao 58. Kuna kitu inaitwa MPG, minutes per goals. Inatumia dakika ngapi kufunga bao? Yanga chukua dakika 1980 gawanya kwa mabao 58 utapata inafunga bao kila baada dakika 34 na sekunde 8. Hakuna timu inafunga kwa kasi kama Yanga. Hamad unakutana na Songea United. Kweli Mzize hayupo. Kweli Prince Umelo Dube hayupo. Lakini pia pasi ya tula yao anaumwa. Dickson Jobu hayupo. Lakini Djigui Diarra hayupo. Hao waliopo saa yoyote wanafanya mabalaa, wana uwezo mkubwa, ndio maana wako Yanga. Kwa hiyo Songea United ndio wanacheza na timu ya namna hii ambayo ndani yake kuna Maxim Pianzengeli. Kabla ya mechi hii ndani ya Yanga ndio anaongoza kwa mabao kwenye michuano hii. Amefunga mabao 3, mawili kafunga dhidi ya Coast, bao moja kafunga dhidi ya Kopko. Lakini Baxi ana mabao 3 kati ya 8. Yanga wanaingia kwenye mechi mbili zilizopita wamefunga mabao 8, wameruhusu bao moja ile alilofunga Miraji katika mechi dhidi ya Coastal Union. Max yupo, sio? Lakini kuna Jonathan Kangalombo ameanza kujitafuta hivi karibuni. Ameonyesha katika mechi dhidi ya Singida Black Stars yupo. Lakini kuna Peodo Pacome Zouzoua katika ligi kuu Tanzania bara, yeye amecheza dakika 1117, amepiga mashuti 24, 16 on target, ana goli 7 na assist 7. Yupo kwenye timu. Hii timu sio nyepesi. Kwa hiyo lazima hapo, sijataka kutaja wengi. Stefan Aziz Ki kwenye ligi kuu Tanzania bara mpaka sasa ndo anaongoza kupiga mashuti. Hamna mchezaji anafikia kwenye ligi kuu. Ameshapiga mashuti 56, 26 on target, ana goli 7, sio? Lakini kuna mwingine Stefan Aziz Ki kwenye ligi kuu ukiondoa anafuatia Jasha au amepiga mashuti 52. Sasa Aziz Ki naye yupo, alianzia bench alikuja kuingia. Hapa nimezungumza kwa urefu kuonyesha credit kwao Songea United kwa sababu mechi imeisha, wamefunga bao mawili. Tena bao la kwanza dakika 21. Kazi nzuri ya Peodo Pacome Zouzoua, lakini marejeo ya picha za video. Sisi tulofaidika kuangalia marejeo ya picha za video. Alipaswa kwa bao, iko wazi. Mpira aliwatoka wakati anapiga vipas, ule mpira ulikuwa umetoka wote 100%. Kwenye kanuni za mpira wa miguu hilo, kama waamuzi kina Changwalo wangeona vizuri, isingepaswa kuwa bao. Lakini dakika 54 Jonathan Kangalombo akaja kumalizia kwa kufunga bao safi kutokana na kazi nzuri ya Peodo Pacome Zouzoua katika transition, mabadiliko kutoka kuzuia kwenda kushambulia. Pacome alikuwa kwenye kiwango bora sana, akatoa pasi ambayo ilimfanya Jonathan Kangalombo ategeshe tu mguu, tunasema tap in. Kwa Yanga akapata ushindi wa mabao mawili, lakini wamefanyaje mpaka kupata ushindi? Kwanza kocha Milud Hamdi alikuwa mjanja sana. Anajua anacheza na nani? Na Songea United. Watakuwa wanakaba sana kutoka chini. Watakuwa wanajituma sana kwa sababu wachezaji wa Songea United pengine hii ni platform, ni jukwaa la kuonyesha wako vizuri kiasi gani. Watimiza mpango kazi wa kocha Mingange, lakini kuna mpango kazi wa mchezaji mmoja mmoja. Ndio pa kutokea. Unacheza na mabingwa wa michuano hii mara 3 mfululizo. Mabingwa ligi kuu Tanzania bara mara 3 mfululizo. Hapa ndo mguu shingo mguu roho kazi. Sasa kocha Milud anajua, anawaambia wachezaji wake msigongane nao hao, mtaumia bure. Gusa achia, ndicho alichokuwa anafanya. Muda mwingi wanamiliki mpira kwenye eneo la pili la uwanja.
kiasi ya kwamba mjikuta Songea United mpaka wachezaji wao wa safu ya ushambuliaji muda mwingi wanaungana na kiungo chao na walinzi wao katika kuhakikisha lango linakuwa salama. Unamkumbuka kuna mchezaji David Chiwalanga, yule mchezaji wa Azam anacheza kwa mkopo Songea United. Yeye ni kiungo ushambuliaji. Muda mwingi alikuwa beki mbili, yupo na kina Godlove Haule katika kuhakikisha wanakuwa salama. Lakini angalia Steven Katanga ni kiungo ushambuliaji kutokea kushoto. Muda mwingi yuko nyuma katika kuhakikisha lango linakuwa salama. Walicheza kwa nidhamu sana, lakini bahati mbaya walikutana na Yanga ambayo ina wachezaji ambao wengine miguu inawawasha, hawapati nafasi ya kucheza. Wamepata nafasi ya kucheza, wanamuonyesha coach. Andamwile alikuwepo, sio? Katika waliocheza leo hii. Baadaye walikuja kuingia kina Farid Musa, Dennis Nkane, Jonas Mkude Nungunungu. Yanga wana utajiri mkubwa wa wachezaji ambao Salum Bakari Shwaboy katikati ambao wana deni mechi kama hizi wao upate nafasi sawa. Sasa na leo basi hata Songea nawe usitupe ushindi, yani kwa wana Yanga hapo, si ndio? Yeah. Wakafanya kinachostahili, wamepata ushindi waliostahili, lakini pongezi kwa golikipa Hatibu Mbwana aliyokuwa amechomo kadhaa ikiwamo ya Jonathan Kangalombo, ikiwamo ya Juki Abuya miwili japo alikuja kufunga, lakini vile vile na wao wenyewe pia walichangia Yanga kushinda kwa sababu kwenye transition wakati wanapata mpira kwenda kushambulia, ukikabia kutokea chini unaposhambulia unatakiwa uende kwa idadi kubwa. Basi muda mwingi alikuwa anaonekana yule namba 10 mgongoni anaitwa Abiudi Mtambuka, peke yako utafanya nini kwenda kwa kina Bakari Nondo Mwamyete, utafanya nini? Kwa hiyo hao nao wamechangia. Yanga wamecheza vizuri, Songea United kwa kiwango chao wamecheza vizuri, lakini kwenye transition lazima wabadiliki. Siku wakiamua kucheza kwa kutabia chini, unaposhambulia kwa kushtukiza, basi hakikisha mnaenda kwa idadi ya kutosha ndipo muweze kuambulia chochote. A good game naweza kusema, mechi ya kuvutia tofauti na nilivyotarajiwa. Yanga wameshinda 2-0. Mechi za namna hii mara ya mwisho Yanga kushinda kwa mabao machache namna hii mimi sikumbuki kwa hivi karibuni. Wengi wanaonea kwa mabao mengi tu. Fountain Gate walifunga 5 katika ligi nazungumzia. Pamba walishakula 4, Tanzania Prisons 4, KMC 6, Fountain KMC 6, kuna timu nyingine Ken Gold walikula 6. Sasa Songea United timu ya 8 kwenye championship inafungwa 2-0 uwanja wa KMC Complex ambako boli linatembea kwenye uwanja wa Mstahiki Meya Nyonge Songoro. Ninawasifu Songea United japokuwa wamefungwa, na msifu Melody kwa kujua namna gani unacheza na timu ambayo inacheza kimbinu zaidi kwa kabia chini na kikosi ambacho kina wachezaji kadhaa kikosi cha kwanza hawamo kikosi. Okay, labda kwa ufupi Yanga wanaelekea Tabora ambapo walipoteza mbele ya Tabora mechi iliyopita.